Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ambapo tafakari yetu itatoka katika somo la kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 aya 21 hadi aya 28 na somo la Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 5 aya 20 hadi aya 26. Tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua ilimpasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila mwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukitambua ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin, nakuambia, hutoki humo kamwe hata uishe kuilipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tukiwa basi tunaendelea na mfungo wetu wa Kwaresma mwaka huu, neno la Mungu siku ya leo kwa masomo haya yote mawili yanakuja kutufundisha na kutuelekeza namna gani basi ya kuishi kipindi hiki cha Kwaresma, ili kugeuza nia zetu mbaya tupate kuishi na kumrudia Mwenyezi Mungu kwa mioyo yetu yote, mioyo ya upendo mkuu sana. Somo la kitabu cha nabii Ezekieli lenyewe basi linatufundisha kwamba Mungu hatuhukumu kwa makosa yetu ya dhamani, lakini basi hata tukitenda dhambi na tukabadilika na kumrudia Mwenyezi Mungu, hakika tutaishi. Hivyo basi usije ukajisifia kwa wema wako ule utenda jana. Jitahidi basi kuendelea kuishi huo wema hata leo, usije ukabweteka. Lakini basi hata kama umetenda dhambi kiasi gani, wakati huu ni wakati sasa wa kumrudia Mwenyezi Mungu kwa toba ya kweli. Tambua kwamba safari ya kiroho ni mchakato wa kila siku, wala sio wa siku moja. Huu basi ndio wakati wa kugeuza nia zetu mbaya kwa kutubu dhambi zetu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Tumesikia katika somo la Injili, Kristo anaeleza juu ya hali ya Mafarisayo. Wao mara zote walikuwa wakifuata sana sheria na wakitaka kujionyesha kwa nje kuwa ni watu wanaomtumikia Mwenyezi Mungu na kufuata sheria kisawasawa. Lakini Kristo leo anatuambia uadilifu na wema wa kweli unatoka ndani ya moyo, wala si matendo tu ya nje. Hivyo basi katika maisha yako usijisifie kwa kuwa unatenda mema, wala usijisifie kwa kuwa mtu ambaye unathaminika sana katika jamii. Tambua Mungu anaangalia mioyo yetu. Wakati huu basi wa Kwaresma ni wakati wa kujitathmini na kuangalia hali za ndani za mioyo yetu na kufanya toba ya kweli pale ambapo hatukuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, ili basi tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu na mfungo wetu huu wa Kwaresma uweze basi kuwa na maana katika maisha yetu ya kiroho. Wapendwa katika Kristo, tusipende kujisifia kwamba tunatenda mema kwa kuwasaidia wahitaji, lakini mioyo yetu imejaa unafiki, mioyo yetu imejaa choyo, mioyo yetu imejaa tamaa mbaya. Wakati huu ni wakati wa kurekebisha sasa mioyo yetu, ili basi matendo ya huruma tunayotenda kipindi hiki, sadaka tunazozitoa kipindi hiki, ziweze kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa basi na sisi tumejiunganisha naye kwa yale mema ambayo hata Mungu mwenyewe anahitaji kuyaona katika maisha yetu ya kila siku. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amina.